Waheshimiwa wabunge, asanteni sana. Mheshimiwa Musa Zanzungu, Spika wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Samuel Malechela, Waziri Mkuu na Makamu wa kwanza wa Rais mstaafu, Mheshimiwa Frederick Sumaye, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Suleiman Abdallah, Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Anna Makinda, Mheshimiwa Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Tulia Ackson, Spika mstaafu wa Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, la Wawakilishi, Mheshimiwa Daniel Baransilo, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamza Said Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, ndugu Baraka Leonard, Katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Injinia Zena Said, Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Katibu wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo hapa, makatibu wakuu mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa, wa jumuiya za kidiplomasia, ndugu Emmanuel Tutuba, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, viongozi mbalimbali mliopo, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wageni wote waalikwa mliopo nasi, mabibi na mabwana, kazi na utu. Asanteni sana. Mheshimiwa Spika, naanza na wimbo wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu tujalia uzima na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Kwa mujibu wa ibara ya 91, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana dhima ya kulifungua rasmi Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kwa msingi huo leo nipo hapa kulitumia Bunge ili kutimiza matakwa ya ibara hiyo. Kabla ya kufanya hivyo, nianze na jambo la huzuni lililotokea hapa nchini, na naomba waheshimiwa wote wabunge na waalikwa tusimame kwa dakika moja ili kuombea wenzetu. Waheshimiwa, tukae tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani. Amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo.
Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Mheshimiwa Spika, baada ya kueleza sononeko hilo, nijielekeze sasa kukupongeza wewe Mheshimiwa Musa Azzan Zungu kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ilala na kupata imani ya waheshimiwa wabunge waliokuchagua kuwa spika wa bunge hili la 13. Ni imani yangu kuwa uzoefu wako katika bunge hili utakuongoza kusimamia utekelezaji wa shughuli za bunge kwa ufanisi mkubwa. Aidha, nitumie fursa hii kumshukuru kwa dhati Spika mstaafu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson kwa kuliongoza vyema bunge la 12. Serikali inaahidi kutoa ushirikiano wa kutosha katika utekelezaji wa majukumu ya bunge hili la 13. Kwa kauli hiyo hiyo, nimpongeze pia Mheshimiwa Daniel Baram Silo kwa kuchaguliwa kuwa naibu spika wa bunge hili. Aidha, nirejee pongezi zangu kwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameapishwa leo asubuhi. Niwapongeze pia waheshimiwa wabunge wote kwa kuaminiwa na Watanzania kuwawakilisha katika kazi ya adhimu ya kutunga sheria, kuishauri na kuisimamia serikali kupitia bunge hili la 13. Hongereni sana. Waheshimiwa wabunge, hii ni dhamana na dhima kubwa sana mliopewa na wananchi, na vivyo hivyo matarajio ya wananchi kwenu ni makubwa pia. Matarajio yao ni kuwa mtatumia muda wenu mwingi kuwa na mijadala inayoakisi raha na karaha wanazoziona, na mtasimamia na kuishauri serikali ipasavyo juu ya kutatua changamoto zao, na kwamba wakati wote mtajielekeza kulinda maslahi ya wananchi waliowachagua na maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwa vigezo vyovyote vile, bunge hili ni jipya. Takwimu zinaonyesha kuwa wabunge 223 kati ya wabunge 393 sawa na 56.7% ni wabunge wapya kabisa. Aidha, 45% ya wabunge wote ni wanawake. Wabunge wanawake asante. Hongereni sana wabunge wanawake. Mheshimiwa Spika, tunasogelea 50%. Tuko 40 point. Wabunge wanawake waliogombea majimboni safari hii ni 36 ikilinganishwa na wabunge 21 katika bunge lililopita. Takwimu hizi zinatueleza kuwa uchaguzi mkuu umeleta mabadiliko makubwa kwa kuongezeka kwa idadi ya wabunge wanawake walioshinda kupitia majimbo na kuongeza idadi ya wabunge wanawake wa viti maalum. Mheshimiwa Spika, uchaguzi mkuu wa kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wabunge, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na madiwani ulifanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu nchini kote. Watanzania kwa mamilioni walijitokeza kupiga kura na kuchagua viongozi waliowataka. Kazi iliyo mbele yetu sasa ni kujenga mshikamano na umoja wa kitaifa ili sote kwa pamoja tuijenge, tuitunze na tuilinde
nchi yetu na kuzidi kunyanyua hadhi ya taifa letu.